Kuna mtu hajabarikiwa leo asubuhi? Iko mtu ambaye ameamka hajabarikiwa? Ama anaona ni kama hajabarikiwa? Bwana asifiwe sana. Naamini kwamba sote tumebarikiwa katika njia moja ama nyingine. Bwana asifiwe sana. Kuna baraka ambazo tumeshare sisi wote kwa ajili tu ya kuamka na kuona siku njema. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukishaamka na ukaona siku njema na ukatembea na ukaweza kufika hapa, tayari umebarikiwa. Lakini tunataka kuona zaidi mambo fulani. Leo hii tutajifunza kuhusu principles of blessings. Bwana asifiwe sana. Sababu kuna mambo mingi na mara mingi tumelia kwamba hatujabarikiwa. Mara mingi tunaona ni kama tumeachwa nyuma. Lakini tunataka tuone tunaweza make hatua gani, ni vitu gani ambavyo tunafaa tufanye kama watoto wa Mungu ndio tuweze kupiga hatua kidogo. Bwana asifiwe sana. Katika blessings they are never enough. Katika mahali tumekaa hapa, nataka kuamini kwamba hakuna mtu amebarikiwa kama Ayubu, sio? Kuna mtu amebarikiwa kama Ayubu hapa? Lakini tunatamani kufika kama kiwango cha Ayubu, sio? Lakini haimaanishi kwamba hatujabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Haimaanishi kwamba hatujabarikiwa. So kuna baraka za kiroho, kuna baraka aina mbalimbali. Tunataka kuona hizo baraka aina mbalimbali tutazipata namna gani, lakini hata zile baraka za possessions. Bwana asifiwe sana. Wewe tutapata namna gani? Tunaweza kupata namna gani? Hakuna mtu hawezi barikiwa. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu hawezi barikiwa ili mradi unafuata zile kanuni za kutap into those blessings. Bwana asifiwe sana. So there are few principles that we look at. They're not haziko eti zote eti kufanya tu hizo peke yake sasa wewe kisha. There are so many principles. Kuna njia mingi sana za kubarikiwa. Lakini tutaangalia kidogo ambazo Mungu atakuwa ametujalia kwa muda ambao tuko nao ili tuweze kuona kwamba tutafanyaje tuweze kupiga hatua na ni ngapi gani zile ambazo tayari tuko nazo na tutafanya nini kingine tena ndio tuweze kupiga hatua, tuweze kufikia pengine matarajio yetu na vile tunakusudia kuwa. Bwana asifiwe sana. Biblically, blessings are always associated with protection and happiness. Bwana asifiwe sana. Mtu akiwa blessed, you are blessed. Already mtu huyu kikawaida na Biblia anakuwa protected. Bwana asifiwe sana. You are protected na you are happy, sio? Kuna mtu ambaye kwa mfano kuna watu wanatafuta watoto, sio? Ushaiona mtu ambaye hana mtoto akiwa na furaha hata wakati wanawekea watoto wengine wakfu anaweza furahia, lakini ndani ya roho yake anasononeka. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ambaye hana fedha kwa mfuko yake ambaye utasema kila wakati atakuwa amefurahi, anatamani kuwa na kitu na hana hicho kitu. Sasa ile furaha inapotea kidogo, inakuwa na dosari kidogo. Lakini mtu akishabarikiwa utaona huyu mtu akiwa anakinga na protection in all spheres. Nikitaka protection ya wall, perimeter wall, I can just do it. Sio? Nikitaka higher guns, buy gun, actually buy gun because niko na pesa, sio? But still blessings za Mungu zinakuja na some level of protection because Mungu amekuzingira. Na Mungu akishakuzingira inamaanisha kwamba magonjwa inapita kando. Inamaanisha kwamba utapata malaria? Hapana, utapata tu, sio? Lakini malaria ndio tunaenda hapa kununua dawa. Is that a problem? It's not a problem at all. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya sisi wenyewe, sio? Na kuna vitu ambazo hatuwezi fanya, so Mungu anafanya kwa sababu. Bwana asifiwe sana. Amen. So God's blessings are meant to protect us. Kusaidia protect, kuchunga ama kutunza, sio? Watoto wake. Na it will guide. These blessings are also supposed to guide us to pass through the path of righteousness. Bwana asifiwe sana. Sababu baraka za Mungu zinafaa ukae nazo tu ukiwa kwa path of righteousness. Sio? Ukianza kwenda kando kidogo unaona zinaanza kuleta shida bila kidogo. Bwana asifiwe sana. So there are things that you have to do. We have over a period of time
na hata hapo kitambo, na nafikiria bado watu wengine wako na hiyo injili as a point kwamba rich people will go to hell. Bwana asifiwe sana. Is it true? Ayubu alikuwa tajiri sana. Ayubu alikuwa tajiri. Suleimani, Abraham. Sijasikia mahali wanasema Abraham alienda motoni. Bwana asifiwe sana. Abraham ndio yule jamaa ambaye alikuwa anakula makombo kwa tajiri, alikaa kwa kifua chake. Sio? So it is true that Abraham went to heaven. It is also true that Abraham was rich. So it can't be that rich people will go to heaven. That's a gospel that we preach to ourselves wakati tumeanza kushindwa. Bwana asifiwe sana. Wakati tumeona kwamba we do not have what we desire to have, and we have fell short. We have fallen short of principles or other ways of tapping into it. So what we do, nasema yao ndio wako nazo kwa. Hiyo ni ngumu, hiyo ndio watu wengine. There is nothing like that. Bwana asifiwe sana. I'm here, nakuja hapa sasa hivi kusikata hizo vitu, kwamba everybody is destined to blessings. Kila mtu anaweza kubarikiwa. Hata barikiwa tufike kiwango sema. Bwana asifiwe sana. Hata kwa problem hospitali. Na pikipiki si moto leo. You have to get our cities. Ndio useme umebarikiwa. No. So mwingine atakuwa na Mercedes, mwingine atakuwa na Prado, mwingine atakuwa na Pajero, mwingine atakuwa na Toyota, mwingine hatakuwa na hiyo gari, but huyo jamaa atakuwa na nyumba kubwa mahali fulani, atakuwa na rentals, atakuwa. So tutapata hizi vitu. Bwana asifiwe sana. But we need to understand how we can tap into them. And we also need to understand that ni zile blessings ambazo tuko nazo already, so that we can actually thank God for what we have already. Hata tukijaribu kutazamia hizo zingine. Somebody who is not thankful, mtu ambaye hashukuru Mungu kwa kitu ambacho wako nacho, inakuwa ni ngumu sana Mungu kujalia kitu kingine kubwa. Bwana asifiwe sana. So there are many types of blessings, and tutaanza kuona kwanza zile common ambazo we all share, sio? Sisi wote tumeamka. So we are blessed already. Sababu tumeamka. Tumeona jua, we are sharing the sun. Sisi wote. It doesn't matter whether you're a sinner or you are holy. It doesn't matter. Utaona jua, utanyeshewa na mvua, hata mazao yako pia yatakuwa kama wale wengine. Bwana asifiwe sana. Does it mean that you are holy? No. So if you have to pursue holiness, there are other ways of pursuing holiness. Bwana asifiwe sana. You don't have to be blessed if you are holy. You can actually, is it true that you can actually be holy? You can actually be walk with God. Now you still live in poverty. It's actually true. Bwana asifiwe sana. It's actually true. Unaweza kuwa ukiomba watu wana receive, ukikemea mapepo inaenda. There are things, I think, vitu na holiness na uungu, they're okay. Kabisa. But you don't have something in your pocket. Hakuna kabisa. Bwana asifiwe sana. Does it mean that ukikufa utaenda mbinguni? I don't think so. Bwana asifiwe sana. But how do you then unshackle yourself from those bondages of poverty? How do you do that? We look at that. Bwana asifiwe sana. Yeah. So let's look at the common thing. Blessings of health. Bwana asifiwe sana. Blessings of health. Uhai, uzima, afya. Unaweza amka, unaweza tembea, au unaenda hospitali, au unakuwa diagnosed na magonjwa yote. Hata zikikuja zinaisha na tunaendelea mbele. Bwana asifiwe sana. We are in the midst of a pandemic right now. Sio? Ama yetu imesha. Yetu imesha. Fika za jana nilikuwa nasemaje? 900 and what? And something. Sio? It means that the pandemic is still going on. Sio? Ukweli ni kwamba tumebarikiwa na hapa hatujasikia maybe hatujasikia watu, sio? Bwana asifiwe sana. But even if we are tested, we know for a fact that God will always fight for us. Bwana asifiwe sana. It doesn't mean that you cannot get it. We can actually get it.
but God can still fight for us without even our involvement, and we can get healed. Still, yes, we can actually get healed without even us knowing. The person who is doing that is God, and because of that, you are actually blessed. Amen. John 1:2, John 3 or kitabu cha Yohana 3:1-2 inasema namna gani? Waraka wa Yohana 3:1-2. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Asante sana. It says, I pray that it may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Bwana asifiwe. So afya hii inatoka kwa Mungu, and it's a blessing from God that it may go well with you. Ufanikiwe kwa mambo yote. Bwana asifiwe. Amen. Everything that you do may be successful. But inaongeza inasema namna gani? And that you may be in good health. There is very little we can accomplish if we are not healthy. Bwana asifiwe. Our God is a God of the living. Mungu wetu si Mungu wa waliokufa. So if you die today and you are yet to be blessed, you will never be blessed. Bwana asifiwe. Because you are already dead. Okay? Tuko pamoja? You only get blessed because you are alive. Ukiwa huko mzima, it doesn't matter how long it has taken. Ndio kufika mahali huko. Hata pengine hutabarikiwa kesho. But keep on waiting upon the Lord. Still. You, as long as you are healthy, you'll be blessed. It doesn't matter how much money you have in the bank. It doesn't matter how much you possess. If you are not healthy, your ugonjwa could strip away everything you own in just a month or in a moment. Bwana asifiwe. Sio kama tunapatana hapo. So we want to just go step by step. You could own everything. You could be the most powerful person. You could have everything that you ever desired for. Kwa ulimwengu hii. If you are not healthy, kama hauna afya, if cancer creeps in kidogo tu hivi, and then you start going for medication, inaenda na inarudi na inaenda. I can guarantee you, in a few, given in just a little while, utaona ni kama hauna kitu yote. People have sold land. Watu wameuza kila kitu. You meet a person who was very rich. Ukimwangalia, you are wondering what happened. Na nika ugonjwa kidogo tu kaliingia. Bwana asifiwe sana. So the health that we have is very important. That's one of the best blessings that we can ever have. That we are healthy, that we can walk to church. Bwana asifiwe sana. That we are able to wake up every morning and go to work. Ya ambayo Mungu amekujalia. That we are able to wake up every single morning and be able to do whatever God has enabled you to do just because you are alive and you are healthy. Kama hauna uhai, hauna healthy inaitwaje? Afya. Afya yako ikianza kudhoofika, it doesn't matter uko kiasi gani, hata kimfuko. It can be swept away just like that. Bwana asifiwe. So if you are healthy, Liona mtu mwingine akisema mahali kwamba kijana mzuri sana anaamka usubuhi, hata akika miguu inaweza tembea, ameanza na WhatsApp. Bwana asifiwe sana. Ajui
yani ajui kama mguu yake inaweza toka kwa kitanda hata akiweka chini kama itamsupport, because it's also possible that you will actually wake up in the morning ukiweka mguu chini ikikusupport, it's not, yani it can't support you, sio? Because you're not healthy again. So hiyo afya tulio nayo ni ya muhimu sana. I don't know whether we will be able to serve God without being healthy. It's not very possible. There are people who will watajikakamua, but hata ile nguvu yake you will see kuna kitu kasoro kidogo. Bwana sifa. And wanadamu, unfortunately, sisi ni watu ambao tunaona kwanza ndio tuamini, sio? Si wanadamu wengi sana husikia. So if I came here today and I told you that God heals, Mungu anaponya kabisa, Mungu anapeana afya, and then nimekaa wiki namna hiyo, how many people will believe me? Ukienda kwa umati mwingine, how many people will believe you? Very few people. So the health that we have ni ya muhimu sana. Bwana sifa sana. That's one of the most important blessings that surpasses everything else, that you are able to wake up and do other things. Hata ujaona watu ambao tunaanza ukiwa mgonjwa kwa hospitali, hata kama unalazimishwa kukula, unaambiwa na nisu kunywa hii kidogo, unasema hata roho haitaki, and then unaambiwa na sukule basi kama matunda. That's the time all the sweetest things come to you. People are able to bring those sweet things to you. But you are not able to even kukula because you're not healthy. So there are people who have never appreciated that. They think that blessings has to be something that I'm able to also go to wapi. Naweza enda holiday pia sio? So ningeweza kwenda holiday, now I think I'm okay. Naweza pia ngurumisha gari kubwa. Now you think you're okay. Are you not okay? You're actually okay, sio? But kuna kitu kidogo ambayo pia ni muhimu sana ambayo imefanya hata ukafika hapo. If that thing was taken away just like that, then you wouldn't even have ile strength ya kuendesha hiyo gari, or even to pilot kama una ndege yako. Bwana asifiwe sana. How I desire. Nasikianga watu wako na machoppers. Nenda nasema hapa hatuwezi kuwa na choppers. They are on the way coming. By the time tumaliza hapa utaona how you can even get your own chopper. You have got that great faith still. Bwana asifiwe sana. So that but you see, it doesn't just end there. It also says, as it goes well with your soul. If you are not healthy, then your soul pia itakuwa. It will not have time to serve God. Haitaomba Mungu. Mtu mgonjwa hata kama anaomba Mungu amsaidie, but you see the things that he's going through. Your pain is not as easy as you might think. Sababu mtu ambaye ana hiyo pain una concentrate na God, but hii ukiwa mwili wako iko na shida, hata roho yako pia inaanza kuwa kudhoofika. Bwana asifiwe sana. So the health you see inaanza kucontrol vitu mingi sana kwa mwili wako, kwa life yako. Okay? It determines whether you will actually keep ile vitu ambazo uko nazo or whether they will scatter. You have not seen people who have sold everything hata mpaka tulikuwa na mjamaa alikuwa anaitwa Ngei, si ndio? Kuna watu wanajua Ngei? Mnasikia Ngei was a very rich man, wakati wake you can't even count mashamba alikuwa nazo ngapi. But by the time Ngei was going, alikuwa ni always, I mean, you can't even believe this was the once a powerful person. And we have had, you see, ukweli ni kwamba we live with people kwa familia zetu, and you have experienced this. Ndio. At some point umekuwa na mtu mgonjwa kwa nyumba yako, na imekupatia hata wewe mwenyewe imekupatia wasiwasi, haikukupatia amani. Just see, haikupatia amani na wewe si yeye, si wewe mgonjwa, but hata wewe constitution yako ileta shida. Bwana asifiwe sana. So the health that we have right now is very important, and is one of the best blessings that we can ever have. It is actually okay to learn some of these things, but as long as you are alive, you can get it tomorrow. Bwana asifiwe sana. You have hope of getting tomorrow because you are alive and you are healthy. If you are not healthy, you don't even have hope of getting it. Bwana asifiwe sana.
So there are needs. As human beings, we have needs. Still. And I've read 3 verses. But they talk about needs. They don't talk about wants. One special. They talk about needs. You have needs. As long as you are healthy and you are woken up in the morning, there are things that you have to have. You need to have. You need to have them so that you can continue being healthy and being alive. Bwana special. Kuna vitu vingi sana. Hizo vitu tunaambiwa kwamba already Mungu anajua tunazihitaji. Bwana special. That's why there are people who don't have work at all. Sio? Hawana kazi, lakini these people eat. Wanakula tu. Because if it is true that they lack something to buy food, kabisa. Can you survive for 2 weeks without eating? No. Or maybe 1 month? Unaweza? But how come they are actually eating? Kwa sababu Mungu anajua tunazihitaji. Sio? Na Mungu purposes that we continue being alive, being healthy, so that if we do the right things, we reach, tuweze kukutana na whatever we aspire to get. Bwana special. Hebu tusome Philippians 4:19. About our needs, which are also a blessing. We need to be able to get these things without struggling. Philippians 4:19. Hivi ndivyo Biblia inavyosema katika kitabu cha Filipi 4 kuanzia mstari wa 19. Just one verse. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Praise God. Amen. It says, and my God will supply every need of yours. Na Mungu wangu atawajalia, will supply, atawapatia. Supply means what? Kuwapeana, sio? Kuwapeana. Supplies sio kitu ambacho unapewa once alafu inaisha. Wala sweza. Amen. They will keep on coming. Utasupply, utaongezewa, zitaendelea kukuja. According to his riches in glory in Christ Jesus. Mungu ni mtajiri sana. Mungu is very rich. You cannot compare God's riches with anything, with anybody. Haiwezi kulinganishwa because he owns everything. Sio? Fedha na dhahabu ni za Mungu. Sio kweli? Akona mingi sana. Katika store yake kumejaa vitu mingi. It should not be any of our worries. Hata kidogo, what we shall eat tomorrow, what we shall wear, or where we shall sleep. God anaangalia watu katika viwango tofauti. Bwana asifiwe. Unapatana? There are people who actually pay rent, sio? And we also pay rent kulingana na viwango tofauti. Yule analipa 30k, bado Mungu anaprovide tu mpaka analipa 30k every month. Your 30k is somebody's salary, a household salary combined. It means ukiweka bibi, ukiweka mama, mume, ukiweka watoto, ndio bado pengine hata hawajafikia hapo, ndio? Lakini yule mjamaa bado Mungu anamjalia kulipa, ndio? Because at that point is a need, and God shall supply, because God is never short of your needs. Hakunazo mingi sana. Na kuna mwingine ambaye hata Mungu amesupply mpaka mahali anakaa ni kwake. Bwana asifiwe. Na ukiangalia utaona sasa huyu anakaa ni kama yuko well off. Yule mwingine pengine analipa rent naye yuko na kitu kingine kubwa sana. Sio? So those needs, God tells us that he knows our needs. Okay? And he shall supply for every need yako.
Tumesoma ikisema want. Is there a difference between a need and a want? Yeah. Iko tofauti? Hello? Iko tofauti sio? A need are those things that you require to live. Okay? Yeah. Na hata pia mkisoma ile Abraham Maslow, pyramid ya kila ya needs zinaenda zikifanya nini? Zikipanda. Kama pyramid, sio? Kama pyramid. Unless you already have these basic needs. Hizo second zinapata hizo kwako ni wimbo tu. Bwana asifiwe sana. You cannot uko na hizi na hizi zingine hakuna. So like chakula, si lazima ukule ndio survive, sio? Like nguo, shelter. Hata afya, mimi naona hata afya ni kama basic need bwana. Bwana asifiwe sana. Ama afya iko wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Our God shall supply every need of ours according to his riches in glory in Christ Jesus. Ukawa na Yesu ndani yako, God shall supply your needs. But inasema tu kwamba ukiwa na Mungu peke yake ama waokofu peke yao. Umeona chokora somewhere, sio? Wao wanaishi. Hizo needs zinakuwa met. Wanapata hizo needs. Nani anasupply hizo needs? Ni mimi? Ni wewe? Ni Mungu, sio? So God, hebu angalia hizo vitu zingine zote Mungu anazifanya. Kwa hivyo your needs should not worry you at all. Because Mungu for sure atasupply. Has he not done it so far? Hajaifanya? And that's why we are here. Because if he had not done it, hatungekuwa hapa. Tungekuwa tumekufa sisi wote, sio? Because sasa kama usipokula kwa 1 month, will you survive? No. How to survive? So our God will do that. And that's still also a blessing. Your needs to be met is a blessing. One special. They value, but ukizipata ni Mungu amekujalia na amekubariki kuzipata. Hebu tusome James 1:17. James 1:17. James ni Yakobo, ndio? 1:17. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Okay. Yes. It says every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.